Moja ya ndege bora walizonazo wa Marekani ni F-16. Na F-16 ziko Ukraine. Ukraine walipewa hizi ndege na ziko vitani. Sasa moja ya habari ambayo imetanda katika vyombo vya habari kuanzia jana tarehe 12 mwezi wa 4 ni juu ya kudondoshwa kwa ndege hii ya F-16. Warusi inasemekana wamedondosha ndege ya F-16. Hiki ndio kitu ambacho nitakwenda kukiongea leo kwa undani. Mrusi kudondosha ndege ya F-16 ya Marekani. Kwa muda mrefu Ukraine walikuwa wakihitaji ndege nzuri ili waweze kupambana na Warusi, ambako ilikuwa wakiamini kabisa kwamba watakapopatiwa nguvu nzuri ya anga basi wataweza kupambana na Warusi na kuwatoa Warusi katika ardhi yao. Hapo mwanzo rais wa Ukraine alikuwa akihitaji vifaru, akapelekewa vifaru vizuri kabisa kutoka katika nchi mbalimbali za NATO, mpaka vifaru vya Kimarekani vya Abrams, lakini hakuweza kufanikisha lengo lake. Kwa hiyo akahitaji ndege. Kwa hiyo akawa anajua kabisa kwamba nikipata ndege za F-16 basi moja kwa moja nitaweza kufanikisha ili ninalolitaka. Kwa alizunguka katika nchi mbalimbali za NATO kuomba zile ndege na nini. Nchi nyingi walikuwa wanakataa. Kwa Marekani wenyewe pia walikuwa inawawia vigumu kukubali hili swala, lakini alizunguka na hatimaye alifanikiwa. Na nchi za NATO zikakubali kumpa ndege ya F-16. Ikumbukwe haya mambo ya kutoa maombi na kuzunguka Warusi wanayaangalia. Kwa hiyo wanamwangalia kwamba okay, sasa hivi anaomba ndege za F-16, okay, wanampa wampi, okay, sasa hivi wamekubali kumpa. Kwa hiyo Warusi muda wote huu na wenyewe wanautumia katika kuandaa mikakati ya jinsi gani wataweza kupambana na hizi ndege ambazo atapewa Zelensky za F-16. Na kweli akapewa ndege kama 20. Moja ya nchi waliojitoa kindakindaki ilikuwa ni Netherlands na Denmark. Kwa hiyo wamempa. Kwa hiyo Ukraine anazo hizo ndege za F-16. Kuanzia mwaka jana nafikiri katikati, kwa mujibu wa vyombo vya habari, inasemekana zikaanza kazi kuingia sasa katika uwanja wa vita, uwanja wa mapambano. Kwa hiyo zimefanya kazi ndani ya miezi. Kufikia mwaka huu mwanzoni, ndege ya kwanza ikatunguliwa na Warusi, F-16 ya kwanza, ambako pilot alifanikiwa kuondoka. Yaani pilot alifanikiwa kujiengua. Kwa hiyo pilot alipona ila ndege ikateketea. Sasa na juzi ndo ndege ya pili ya F-16 imetunguliwa tena na Warusi, lakini safari hii kwa bahati mbaya pilot amefariki. Mungu amlaze pema. Tunaposema ndege au ndege ya kivita, pengine kuna wengine wanaweza akahisi ni jambo dogo. Si jambo dogo. Hii ni ndege ya kivita ya Kimarekani. Umeona? Si ndege ya kivita ya nchi tu nyingine. Ndege ya kivita ya Kimarekani. F-16. Moja ya ndege bora duniani. Hii ni ndege ambayo Marekani yeye mwenyewe kaitumia katika vita ya Iraq. Nafikiri kwanza ile vita ile ya Iraq ya mwaka 91, lakini pia vita ya Iraq ya mwaka 2003, lakini pia wameitumia katika vita ya Afghanistan. Japo kwenye vita ya Afghanistan wa Marekani hawakushinda, miaka 20 walikaa, walishindwa kuwatoa wa Taliban, wamewarudishia nchi, lakini katika vita ile ya Afghanistan, katika vita ya Iraq pamoja, Iraq zote mbili, Iraq ya miaka ya 90 ile vita, lakini pia na vita ya Iraq ya mwaka 2003, tunaona ni vita ambazo ziliwaletea matokeo mazuri. Umeona, ndege hizi zilikuwepo, zikaonyesha ufanisi katika operation mbalimbali. Kwa hiyo sasa hizi ni ndege bora, lakini ukiachilia hivyo, hizi ni ndege za gharama sana. Kwa takwimu tu zinaonyesha za haraka. Marekani akikuuzia hii ndege, akakuletea na yani ukiuzia hii ndege ile, yani wakupe package iliyokuwa complete. Wakupe ndege, wakupe watu wa kutrain mapilot, wakupe crew ya watengenezaji, wakupe vifaa, wakupe silaha, inasemekana unaweza ikakukosti dola milioni 100. Na natumia neno inasemekana kwa sababu jamani mimi siko huko. Mimi natoa tu takwimu ambazo huwa zinaonyeshwa, lakini mimi siko katika jeshi la Kimarekani. Lakini hivi ndivyo inavyosemekana. Inaweza ikakukosti dola milioni 100. Tukiziangalia dola milioni 100 kwa hela zetu sisi za haraka za Kitanzania, nafikiri hapo inaweza ikawa ni zaidi ya zaidi ya shilingi bilioni 200. Bilioni 200. Kwa hiyo ni pesa ndefu sana. Kwa hiyo ukiidondosha F-16 moja, umeipa hasara, yani umejipa hasara sana. Umeona?
Na Ukraine nafikiri hizi ndege wanampa kama mkopo, kitu kama hicho. Sidhani kama anapewa bure kwa ndege zenye gharama kiasi hiki. Kwa hiyo kitendo cha ndege moja kudondoka, maana wanajipa gharama sana na lazima kujiongezea mzigo sana wa madeni. Sidhani kama wanapewa bure. Hivi vitu watu wanapewaga mikopo. Kwa hiyo nahisi ni mkopo, baadaye watakuja kuanza kulipa. Kwa hiyo ni gharama sana, umeona. Sasa kwa Mrusi, tuongelee sasa upande wa Mrusi kudondosha hizi ndege za Kimarekani. Ukraine moja kwa moja alikuwa anahisi kwamba hizi ndege zitamsaidia kuponyoka katika mikono ya Mrusi na kumtoa Mrusi. Lakini ubaya ni kwamba Mrusi na yeye ni moja ya watu wenye jeshi zuri la anga. Ni moja ya watu wenye teknolojia nzuri za jeshi duniani. Ni nchi ambayo majeshi ya Marekani hayajawahi kuyapiga majeshi ya Urusi kila sehemu wanapokutana duniani. Ni nchi ambayo wao na Wamarekani huwa wanatizamana kwa ukaribu sana katika kila teknolojia wanazozitengeneza. Na maanisha kwamba ukimsikia Marekani anakuambia tuko kiwandani tunatengeneza F16, ujue humo kiwandani kuna majasusi wa Mrusi. Wanaangalia process zote. Ukimsikia Mrusi kule anakuambia tuko kiwandani tunatengeneza sijui Sukhoi sijui 52 sijui nini, ujue humo ndani kuna majasusi wa Marekani wanamwangalia Mrusi kila process anayoipiga katika kutengeneza ndege zake. Umeona? Kwa maana hiyo ukisikia Marekani anakuambia nimeshatoa ndege aina ya F16, ujue Mrusi naye kule atakuwa kashatoa teknolojia ya kuipangua ile ndege endapo akikutana nao vitani. Ukimsikia na Mrusi naye anakuambia nimeshatoa sijui teknolojia fulani, ujue Marekani naye kule kashapata mbadala wa kuipangua ile teknolojia ya Mrusi. Hivi ndivyo alivyo. Kwa hiyo ukiwa vitani na Mrusi ukawa unategemea silaha za Kimarekani, ujue kabisa Mrusi tayari anazo teknolojia za kupangua hizo silaha za Kimarekani utakazoletewa. Yaani hilo ndio lililopo. Ujue kabisa ukizileta Mrusi anazo teknolojia tayari za kupangua. Kwa hiyo hii inamuia Zelensky vigumu sana. Ndio maana kuanzia mwaka 2022 kasaidiwa na Marekani kwa udi na uvumba, lakini ameshindwa kumtoa Mrusi ndani ya Ukraine. Kwa sababu Warusi na Marekani huo wanatizamana kwa ukaribu sana. Kwa hiyo kila mtu anajua jinsi ya kupangua teknolojia za mwenzie. Kwa hiyo hakuna kitu kipya Zelensky atakachopewa ambacho kitamletea matokeo mbele ya Mrusi. Labda kama atapigana na nchi nyingine. Angekuwa yuko vitani na nchi nyingine ingekuwa rahisi. Lakini uko vitani na Mrusi. Mrusi anajua karibu kila aina ya teknolojia za Kimarekani na jinsi ya kuzipangua. Yaani yuko busy kutengeneza teknolojia ya kuzipangua teknolojia za Marekani. Sasa mtu huyo ukiingia naye vitani, maana yake ni kwamba Marekani hawakuletee nini, tayari anaweza kuzipangua. Yaani hata ungempelekea F35, Mrusi bado angeweza kuzipangua. Kwa hiyo hii inamuia vigumu sana Zelensky na wanajeshi wake, na ndio maana wanashindwa kusonga mbele, wanashindwa kutimiza lengo kwa zaidi ya miaka mitatu sasa. Mrusi anazidi kuchukua ardhi. Najua kuna wengine huwa wanakuambia kwamba Mrusi ndo anashindwa kwa sababu yuko vitani muda mrefu. Jamani, yuko vitani muda mrefu, je, kasimama pale pale sehemu moja au anasonga mbele anazidi kuchukua ardhi? Anazidi kuchukua ardhi. Sasa mtu anayezidi kuchukua ardhi anakuwaje kashindwa vita? Aliyeshindwa vita ni wale watu wanaoshindwa kumtoa na kumdhibiti asisonge mbele. Wale ndio wameshindwa kwa sababu wanashindwa kumdhibiti. Ila yeye hata akikaa vitani miaka 10 kwake ni raha, kwa sababu anazidi kupata faida ya kukomba ardhi yenye madini, ardhi yenye rutuba ya kulima ngano. Kwa hiyo hana haraka. Sasa kwa kuwa huu ni mziki mnene sana kwa Zelensky, lakini pia hata Wamarekani wanajua huu ni mziki mnene sana. Ndio maana Donald Trump alipoingia madarakani akasema, bwana, hii vita iishe. Alimwambia Zelensky, huwezi kumshinda Mrusi, hata sisi tukusaidieje. Na juzi kati alimwambia Zelensky kwamba bila sisi misaada ya Kimarekani usingekuwa vitani mpaka leo hii. Yaani akimaanisha Wamarekani ndio waliomfanya Zelensky hata aendelee kufurukuta mpaka leo, japo anakusaidiwa kote, lakini bado anachukua maeneo, bado anashindwa kumtoa. Kwa hiyo Trump akamwambia, huwezi vita, hii vita lazima upigwe, hata sisi tutakufanya tu kuendelea kupigana, lakini kukusaidia ushinde hatutaweza, yani haiwezekani. Kwa hiyo muafaka wa haya yote ni kukaa katika meza ya mazungumzo, haya mambo yaishi. Hivi ndivyo Trump anapo suggest, kwa sababu anajua kwamba hata wao hawawezi kumsaidia Ukraine katika hii vita na Mrusi. Kwa hiyo solution ni kukaa katika meza ya mazungumzo, otherwise hasara kubwa kama hizi zitakuwa zinaendelea kupatikana.